Katika historia ya michezo barani Afrika, ni vigumu kupata upinzani mkongwe wenye mizizi mirefu na wa kuvutia kama ule wa timu mbili kubwa za Tanzania, Simba Sports Club na Young Africans Sports Club. Timu hizi mbili si tu wapinzani wa soka, bali pia zimejengwa katika maisha ya jamii, siasa, tamaduni na utani wa kitaifa. Upinzani wao haukuanza tu uwanjani, ulianza mitaani, katikati ya meza za kahawa, ndani ya daladala na hata ndani ya familia. Lakini nyuma ya kelele za mashabiki, jeuri ya ushindi na maumivu ya kipigo, kuna historia ndefu ya namna kila klabu inavyozaliwa na namna chuki ya kindugu ilivyokuwa utani wa jadi usiotibika. Timu ya Yanga ilianzishwa rasmi mwaka 1935 jijini Dar es Salaam katika eneo la Kariakoo. Ilianzishwa na kundi la wazalendo wa Kiafrika waliotaka kuwa na timu yao ya kuwakilisha dhidi ya mabwanyenye na wakoloni waliokuwa na klabu zao za kifahari. Yanga ilizaliwa kwa nia ya kuleta mshikamano kwa Waafrika na kutoa sauti dhidi ya ubaguzi wa kikabila na kikoloni. Jina la Young Africans lilibeba maono ya kizazi kipya kilichotaka ukombozi wa kisiasa na kijamii kupitia michezo. Kuanzia mwanzo wake, Yanga ilikuwa zaidi ya klabu ya soka, ilikuwa harakati ya kijamii. Lakini ndani ya harakati hizi, tofauti za Kiafrika zilianza kujitokeza. Kundi moja la wanachama wa Yanga waliokuwa hawaridhishwi na mwenendo wa timu, uongozi wa matokeo ya uwanja, walijengua na mwaka 1936 wakaanzisha klabu mpya iliyokuwa ikijulikana kama Queens, ambayo baadaye ilibadilishwa jina kuwa Simba Sports Club. Ilianzishwa kama tawi lililojengua kutoka Yanga na baadaye ilikuwa haraka na kulijengea umaarufu kama timu yenye nguvu, ushindani na heshima. Jina Simba lilichaguliwa kwa maana ya mnyama mwenye nguvu, jasiri na anayesimamia heshima, ishara na mabadiliko ya utawala. Hapo ndipo mzizi wa utani wa jadi ulipochipua. Kila timu ilikuwa na maumivu yake ya kuzaliwa. Yanga wakiwa ni wazazi wa timu waliojenga misingi, lakini ikaja kupingana nao, na Simba wakajivunia kuwa matokeo ya mapambano ya ndani ambayo yalizaliwa na nguvu mpya. Mashabiki wa Simba waliwaona Yanga kama wazee waliobaki nyuma na waliotengwa, wakati mashabiki wa Yanga waliwahesabu Simba kama watoto waliokosa nidhamu na wasaliti wa umoja wa asili. Kwa miongo mingi, utani huu wa jadi umechukua sura nyingi: wimbo, vichekesho, kebe na hata misemo ya matani. Katika siku za mechi, mitaa ya Dar es Salaam hubadilika kuwa uwanja wa vita vya maneno. Rangi ya njano na kijani Yanga hupambwa na mashabiki wa wananchi, wakati nyekundu na nyeupe ya Simba huvaliwa kwa mbwembwe na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi. Kushindwa mechi kati ya hizi timu mbili si tu kupata point, ni kupata heshima ya taifa, ni kujinasua kwenye mzaha wa wiki nzima, ni kulinda hadhi ya koo na majirani. Simba na Yanga zimeendelea kuwa nembo ya soka la Tanzania. Wamekuza vipaji, wametoa wachezaji wa kimataifa na wameweka historia ya kushiriki mashindano ya Afrika kwa mafanikio. Lakini zaidi ya yote, wamehifadhi utamaduni wa utani wa jadi ambao umeenea hadi mikoani, kijijini na hata kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi. Hakuna upinzani wa soka unaozuia hisia kama huu. Ni zaidi ya mechi. Utani huu hauonyeshi dalili za kuisha, unarithiwa kutoka kizazi hadi kizazi. Watoto wanafundishwa mapema, mimi ni Yanga kama baba yangu, au mimi ni Simba kama mjomba wangu. Na kila mara wanapokutana ni kama historia inajirudia tena kwa tena, si kwa uadui bali kwa vichekesho, kejeli na mapenzi ya kweli kwa soka. Makala hii imeandaliwa na Yusufu Mpuma na imesomwa na mimi Zainab Dabas.